Mambo vipi ndugu zangu wa Tanzania? Hii post ni ya muhimu, naomba usiruke. Sasa ndugu zangu, nimewaambia kwamba hawa vijana wa IT wawili, mmoja anafahamika kwa jina la Mixon kama AKA, sio jina lake halisi, mwingine kama Jose, nategemea na mtu anaitamka vipi. Sasa hawa ndugu zangu watafanya kazi ya kutuliza mitandao. Kwa maana ipi? Kwa maana ya kufunga akaunti za watu na kutekeleza majukumu tofauti ya mitandaoni. Sasa ndugu zangu, sijui, nadhani watakuwa wameshakutana, kwa sababu hii taarifa ilikuwa naijua tokea masaa mengi yaliyopita, tokea masaa karibia 10 yaliyopita. Hawa vijana wawili wako hoteli ya Hyatt Hotel, HYATT, Hyatt Hotel, na walikuwa wanaenda kukutana na Samia pamoja na mkuu wa majeshi na wakuu wa majeshi ya CCM kwa ajili ya kudiscuss jinsi ya kutuliza mambo yanayoendelea mitandaoni. Kwa hiyo hii italenga haswa akaunti za wanaharakati ambao wanaposti vitu tofauti ambapo serikali wanaona wanachafuliwa na hivi vitu. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini la pili, ndugu zangu, wakati wao wana deal na mitandao, vile mmeona media zimeruhusiwa kuongea kuhusu siasa. Sasa msidhani kwamba ni jambo ambalo haraka ni la kulifurahia tu. Hapana ndugu zangu, wamefanya vile makusudi. Kama ilivyokuwa hawaongei ilikuwa makusudi, sasa hivi wanavyoongea ni makusudi. Maana yake wa mitandao wakizimwa, dunia itaonyeshwa kwamba unaona media ziko free kuikosoa serikali na kufanya vitu kama hivyo, wakati uhalisia na ukweli wa Tanzania tunaujua ndugu zangu. Kwa hiyo wale watafanya kazi hiyo. Kwa hiyo hii itakuwa ni kama distraction kwa watu kudhani kwamba kuna uhuru wa kujiexpress na vitu kama hivyo, na sio tu kwa watu bali kwa dunia, kwamba bwana, mbona media ziko wazi kujiexpress na kukosoa serikali na kufanya vitu kama hivyo. Hilo la kwanza. La pili, nadhani mmeona wabunge wa Zanzibar wameanza kuongea kauli ambazo zinawafanya wananchi au zinatufanya wananchi tuanze kutoa maoni yetu na kuweka akili yetu kwao kwa staili fulani. Switch energy kwao. Hii ni strategy yao ndugu zangu. Wamefanya hivi makusudi na wataendelea kufanya hivi kwa sababu wanataka wa shift equilibrium ya siasa iliyokuwepo sasa hivi, ihamishiwe kutoka kwenye serikali ipelekwe kwenye sehemu tofauti. Kwa hiyo ndugu zangu, sio tu samahani kidogo. Naona. Kwa hiyo ndugu zangu, sio tu hizi mambo za siasa zinazoendelea kwenye media, bali hata hizi siasa zinazoendelea na wabunge wa Zanzibar mnazosikia wanaziongea, ile inafanywa makusudi na itaendelea kufanywa makusudi kwa sababu ya kushift momentum iliyokuwepo kwenye serikali haramu. Kwa hiyo sio kama mnanisoma ndugu zangu. Sasa hawa vijana wawili, Jose na mwenzie Mixon AKA, wanapanga kulipwa bilioni 1. Ndugu zangu, sio kama tuko pamoja. Wanapangwa kulipwa bilioni 1 kwa ajili ya kufanya au kutuliza maandalizi ya maandamano na kero zote zilizokuwa directed kwa serikali kutoka mitandaoni. Kwa hiyo kwa kufunga maakaunti, kwa kuwa spot watu wa taarifa na vitu tofauti watakavyokuwa wanavifanya mitandaoni. Bilioni 1. Bwana, njiwa na mwewe hapa tunaongea mitandaoni kama vile tunaongea mimi na wewe. Bwana, safiri na mwewe ndugu zangu, taarifa bado zipo nyingi tu. Bwana, mambo vipi ndugu zangu wa Tanzania? Bwana Vinepa, na taarifa za chapchapu kwa haraka. Kwanza Vinepa, hawa ma-IT hawa mimi bwana naishi nao. Hawa ma-IT naishi nao kwa nini? Kwa sababu Vinepa wanatulengesha wanangu. Sio kama mnanisoma.
wanatulengesha, wanachukua majina ya watu, wanafuatilia nani ni nani, wanaenda kuwapa wauaji, wanamaliza show. Sijui kama mnanisoma ndugu zangu. Hasa Vinepa mimi bwana dili nao. Na sio tu hivyo, nimeshaanza kudili nao, nimeshajua wanaishi wapi, wanalala hoteli gani, nimeshajua kila kitu, nimeshajua mmoja, wawili wote majina yao, AK zao zikoje na nini na nini. Nimeshajua baadhi ya vitu vyao. Tunaenda mpaka kwenye family wanangu. Tunaenda mpaka kwenye familia zao. Kila kitu. Tuna analyze kila kitu kwa sababu ndio mnachokifanya kwa watu mitandaoni. Na sisi tutafanya hivyo hivyo mnavyofanya nyinyi. Kwa hiyo ndugu zangu tuko na nyinyi. Majina tushajua kila kitu. Mnaweza mkawa mnajua Kinepa na Tania, lakini tushajua mmoja jina sio rasmi, Nixon sijui. Tushajua kila kitu wanangu. Kwa hiyo majina yenu rasmi, picha zenu, sijui familia zenu, kila kitu mimi nitawaletea kwa sababu mmeua sana Watanzania. Mnasaidia sana kuua Watanzania. Hasa msichokijua, Kinepa nimeshawajua na sio tu nimeshawajua nyinyi ndio mliokuja kipindi cha Marehemu Edward Lowassa, mliofanya zile digital election za digital na nini. Na wajua kila kitu tayari. Ndio nyinyi mliotumika kwa Paul Kagame, Edward Lowassa kipindi cha digital. Bwana Kinepa niko na nyinyi, siwaachi wanangu. Yaani safari hii na kufa na nyinyi. Nyinyi na mimi. Bwana Wanji na Wemwe hapa. Mwanetu nani? Petro Ngata ulikuwa hospitali ya Benjamin Dodoma, umeruhusiwa ndugu zangu. Sisi sasa moyo wako umekaa fresh au vipi? Umeruhusiwa. Ila moyo wako ukishakaa vizuri ndugu yangu, na kingine kikubwa kuliko kilichokustua moyo. Alafu jingine, wanajeshi ile ya juzi ilikuwa mtego. Zile taarifa zilitolewa zote, zilisambazwa vile ili kumtoa mmoja tu kati yenu wote kwenye position aliyokuwa, kwa sababu tulikuwa tunataka tufanye kitu fulani cha msingi sana kwenye position aliyokuwa. Tunafurahi sana alitoka alipokuwa akaenda huko mlipoenda kukutana, sijui vipi mnajua nyinyi, lakini sisi lengo letu lilikuwa ni kumtoa kwenye position, sio hizi information zilizotoka. Lakini tunaelewa umuhimu wa kila kitu na kwa nini jambo linafanyika. Hivi vitu vimeumbwa ili muambiwe masikioni mwenu wakati vinafanyika, na vitafanyika, na hakutakuwa na mtu yoyote mwenye nguvu ya kuzuia chochote. Sasa ndugu zangu Vinepa, nakuja na taarifa nyingine kuhusu mambo mengine yaliyokuwa dipu sana kuliko hata yale, kuhusu wanajeshi, kuhusu kila kitu. Ndugu zangu, Njiwa na Mwewe hapa tunaongea mitandaoni kama vile tunaongea mimi na wewe. Wanangu raundi hii ya mtoboi.